na tena tunakuwa katika kipindi kinachoitwa chimba kichuguu. Tunachimba sasa kwa kina, tuangalie sehemu ya 3 ya Petro kupewa funguo. Petro kakabidhiwa funguo kama nani? Kama nani? Kabla ya kuingia hapo, tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, asante kutupatia tena fursa hii. Tujulishe tupate kujua kwa nini Petro kapewa funguo. Ndilo ombi letu kwa jina la Kristo Bwana wetu. Amina. Elewa ya kwamba Mungu alitujulisha jambo hili kutokea mwanzo, ya kwamba Petro alikuwa mtu wa kawaida, lakini leo sasa ni mwanafunzi wa Kristo katika kipindi chetu hiki. Sasa hapa si mwanafunzi wa Kristo tena, bali anakuwa mtume. Mtume ni zaidi ya mwanafunzi, yaani anawajibika na majukumu fulani fulani pamoja na Kristo. Lakini tena ameongezewa jambo lingine ambalo linakokota sana akili yetu, eti anakabidhiwa funguo. Lakini kabla ya kukabidhiwa funguo, tunakumbuka sehemu zetu 3. Sehemu ya kwanza ndiyo tunaanzia, ambayo inasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa katika mambo haya, jambo hili tu tena tutaligawa kwa sehemu 3 ili tupate kuelewa vizuri. Kumbuka kipindi ni kuchimba kichuguu, na inaomba kuchimba uende kwa taratibu. Hatutaki kukimbia. Sehemu hii ya 3 tunajifunza wewe ndiwe Petro. Jambo la kufuata litakuwa na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Jambo la kufuata litakuwa linasema wala milango ya kuzimu haitalishinda. Sasa inabidi uwe makini katika sehemu hizi 3 zingine ambazo zitafuata, uwe unaelewa pole pole kabisa, taratibu. Usiende haraka, kwa sababu kwenda haraka ndiko kunaacha neno lile linashindwa kueleweka. Kuna tofauti kati ya jiwe na mwamba. Mwamba ni jiwe, lakini jiwe si mwamba. Kati ya Petro na Yesu, ni nani jiwe na ni nani mwamba? Hayo yote ni maswali ya sisi kujiuliza. Ndio maana ukisikia Yesu anasema wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, kunakuwa vitu vingi ambavyo vimeingiliana hapo, kiasi kwamba watu wanafikiri ya kwamba Petro yeye ndiye mwamba ambaye Yesu atajenga kanisa lake juu yake. Na sasa sisi nasi ni wasomaji wa Biblia sawa sawa na wewe mtazamaji. Kumbe mimi na wewe tusaidiane kuchimba kichuguu, tuangalie kweli nani Petro kapewa kapewa cheo hiki. Kwa nini alikipewa? Kama nani alipewa na mamlaka ya kufungua kama nani? Jambo la kwanza, tukikumbuka kuwa vitabu vya Agano Jipya viliandikwa kwanza kwa lugha asilia ya Kigiriki. Hii lugha ya asilia ya Kigiriki ndiyo iliandika vitabu vyote vya Agano Jipya, bila kusahau ya kwamba Agano la Kale lile liliandikwa sehemu kwa lugha ya Kiebrania na sehemu kidogo kwa lugha ya Kiaramu. Sasa hapa hatutazungumzia Kiaramu wala Kiebrania, kwa sababu zile ni lugha zilizoandika Agano. Ingelikuwa Petro na mwamba ni vitu viwili vya sawasawa, Yesu hakushindwa kusema na kuambia wewe ndiwe Petro, na juu yako nitalijenga kanisa langu. Lakini akasema na kuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu na kuambia wewe mwamba huu. Elewa kwanza kauli hiyo, na kuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu. Inamaanisha ya kwamba Petro, kwa sababu yeye katika Kigiriki anaitwa Petros kanapokuwa kajiwe ambako mtu anaweza kugeuza, kusogeza, kuchukua, kunyanyua, kutupa, hilo ndilo linaloitwa jiwe, Kefa, Petro au Petros katika Kigiriki. Lakini mwamba maana yake nini? Mwamba katika Kigiriki sio Petros bali ni Petra. Mambo mawili tofauti. Petros ni Petro, ni Pierre, jiwe. Lakini Petra ni mwamba, jiwe kubwa, rocher. Ni jiwe ambalo huwezi kutikisa kwa nguvu za kawaida, hata wanadamu hawawezi kulitikisa. Wawe wanadamu wangapi? Tena si kwamba linaweza kusogezwa. Linajiamini na lenyewe linaweza kufanya msingi. Sasa ikiwa jambo hili Petros ni jiwe lile ambalo linawakilisha huyu Petro ambaye tunamjua Simoni, tuangalie
Petro mwenyewe hakuitwa mwamba, bali aliitwa Petro, yaani jiwe. Zingatia hilo, likae akilini mwako tangu sasa. Petro si mwamba bali ni jiwe. Na utaangalia vizuri katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza, tusome mstari wa 40. Yohana, Injili iliyoandikwa na mtume Yohana, sura yake ni ya kwanza na aya yake ya 40 inasema: Andrea nduguye Simoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Huyo akamuona kwanza Simoni nduguye mwenyewe, akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Akampeleka kwa Yesu. Yesu akamtazama akasema, wewe usimoni mwana wa Yohana, nawe utaitwa Kefa, au jiwe, au Petro. Hakuambiwa nawe utaitwa mwamba, bali nawe utaitwa Kefa, Petro, au jiwe. Petro hakujipatia lile jina la jiwe, bali ni Yesu aliyemupatia lile jina. Inamaanisha wazi ya kwamba mimi sistahili kujipatia jina fulani au cheo fulani katika kazi ya Injili. Anayepana hiyo ni Kristo. Anayepana wadhifa wa mamlaka katika uongozi wa kazi yake ni Kristo. Sasa mfuatiliaji wa Uamsho na Matengenezo TV, katika kipindi hiki cha kuchimba kichuguu, uwe makini sana, kwa sababu kila neno lina maana yake. Wakati ambapo Kristo alizungumza wewe ndiwe Petro, hakushindwa kuzungumza juu yako nitalijenga kanisa langu. Petro anapoitwa jiwe, yeye hakuitwa mchungaji. Kumbuka, Petro hakuitwa mchungaji. Yeye anapoitwa jiwe, Petro hakuitwa mwokozi. Lakini kuna kuwa yule ambaye anaitwa mchungaji. Kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 14. Tutaunganisha pia na kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 27 na 28. Baadaye nitaenda na wewe ili tusome Yohana sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 4. Uangalie ya kwamba hizi sifa zote tunazoanza kuzisoma hapa, Petro hana hata mojawapo ili yeye achukue nafasi ya kuitwa mwamba. Ndio maana yeye anaitwa tu ni jiwe, hana ruhusa ya kuchukua nafasi ya kuitwa mwamba hata kidogo. Yohana sura ya 10 mstari wa 14. Yesu mwenyewe anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Nao walio wangu na wajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kumbe kwa sababu Yesu Kristo ni mchungaji mwema na anawajua walio wake, ndio maana alimjua Simoni mwana wa Yohana, akamuita wewe ndiwe Petro. Kule kumjua ndiko kulimfanya yeye amtolee jina. Usijitolee jina tafadhali. Ukiwa Mkristo umebatizwa, subiri jina litoke kwa Kristo. Yeye mwenyewe ndiye anajua alikupa kipaji gani, alikupa talanta gani, atakupa jina gani. Wengi wanaingia kwenda kusoma ili waitwe fulani, na wanapofika huko wanapata nafasi ya kuwa na cheti chao, kisha wanaingia katika kazi ya kanisa ili waitwe fulani, na kule kutaka kuitwa fulani wanatumika kazi hiyo vibaya, kwa sababu hawakuitwa. Wewe unayekuwa mchungaji leo, je, ndani yako mlikuwa kipaji cha uchungaji ili uende kusomea uchungaji? Kama ulienda kusomea uchungaji kwa sababu wewe uliona ya kwamba unakosa kazi yoyote mpaka umepata shida ya kupata pesa, sasa unasema ninaenda kuwa mchungaji ili angalau niwe napata sadaka na zaka za Wakristo, utakufa vibaya na utaharibu kazi, kwa sababu Mungu hajakuita kuwa mchungaji. Utakuwa sawasawa na Yuda Iskariote aliyojitamani kuwa miongoni mwa mitume, na kwa sababu ya hiyo Yesu akamfanya kuwa miongoni mwao, lakini si kwa wokovu wake bali kwa upotevu wake, si kwa furaha yake bali kwa huzuni yake. Na huzuni yake ilikuwa ni kwamba alikufa kifo kibaya, akajitundika, na hapo akaanguka na matumbo yake yakapasukia chini yote. Na hii inaonekana kwamba alijiita akajipatia wadhifa ambao hakupewa na Kristo. Kristo ndiye mchungaji mwema, anawajua kondoo wake wote, na mimi ananijua na wewe anakujua. Tusubiri atupatie jina. Yohana sura ya 10 mstari wa 27 na 28 anasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanifuata. Nami nawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe, wala hakuna mtu atakayewapokonya katika mkono wangu. Kumbe Kristo akikujua wewe kondoo wake, anakuita.
Na kwa sababu wewe ni wake, utasikia sauti yake. Unapokuwa ukifuata kipindi hiki, ikiwa wewe ni wa Kristo, tayari utasikia sauti yake. Na ikiwa unasikia sauti yake, ni kusema utakuja kwake, na ukija kwake anakupa jina. Baada ya kuisikia sauti ya Kristo aliyekuita, yeye anayekujua, licha ya kwamba amekupa jina, kumbuka ya kwamba atakupatia pia uzima wa milele. Hilo ni la kushukuria sana. Na baada ya kupatia uzima wa milele, anakuhakikishia hutapotea kamwe. Haleluya. Na baada ya kwamba hutapotea kamwe, anakupatia tena uhakika ya kwamba hakuna awezaye kukupokonya mkononi mwake. Ni kwamba ikiwa Yuda alipotea na kutoka mkononi mwa Kristo, ni kwa sababu Yesu hakumuita. Angeliitwa na Kristo, asingelipokonywa mikononi mwa Kristo. Ndio maana mahali fulani Yesu akasema, basi hakuna hata mmoja wao aliyepotea isipokuwa ule mwana wa uharibifu, ili andiko litimie. Kwa sababu anaitwa mwana wa uharibifu, na Yesu akasema mahali pengine ya kwamba ingelikuwa heri asingelizaliwa, kwa sababu yeye alizaliwa tu ili apotee. Sasa huyu Petro alipewa jina la Petro kwa sababu alijulikana. Ikiwa yeye Petro, yeye hakupotea, ni kwa sababu Kristo alimtambua, akamuita, akamuahidi, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu. Na wewe naye nitazama, jua ya kwamba Kristo anakutaka, na akikuita, jambo la kwanza usikie sauti yake. Kwa sababu ikiwa hujui sauti ya Kristo, unaangalia sauti za wote ambao unajua tunakuwa wahubiri wengi, na tunapokuwa wahubiri wengi tunatumikia mabwana wawili peke yake. Bwana wa kwanza ni Kristo, bwana wa pili ni Shetani. Sasa kusudi upate kujua ni nani anayemtumikia Shetani, ni nani anayemtumikia Kristo, inaomba uwe na huyo mtu ndani yako. Kama una Kristo ndani yako, utatambua tayari sauti ya Kristo ni hii na sauti ya Shetani ni hiyo. Lakini kama ikiwa wewe una sauti ya Shetani peke yake, atakuambia sasa hiyo ya Kristo ndiyo ya Shetani, na ile yake anakuambia ndiyo ya Mungu. Ndiyo maana inabidi uwe kwanza na ujuzi wa neno la Mungu, uwe kwanza umeitwa na Kristo. Na Yesu alisema wote ambao wanakuja kwangu watakuwa wameitwa na Baba, na mimi sitawatupa nje kamwe. Hakuna anayeweza kuja kwake kama hakuitwa na Baba. Sasa uangalie, yeye akiwa mchungaji mwema, mimi msaada wa Mary naweza kuitwa mchungaji, lakini si mchungaji mwema. Kuna watu wengi ambao siku moja wananiandikia, jambo mchungaji wetu. Asante, hiyo ni kweli. Jambo mchungaji mwema, hapo unakufuru. Usiniite hata siku moja mchungaji mwema. Wala usiseme basi jambo mchungaji mkuu. Hakuna hata siku moja popote pale duniani, hata Papa wa Rumi si mchungaji mkuu. Mchungaji mkuu ni mmoja, ni Kristo. Sisi sote ni wachungaji, uwe katika tabaka yoyote ya juu, uwe katika tabaka yoyote ya chini. Kama we ni mchungaji, sote ni wachungaji. Uwekewe mikono, usiwekewe mikono, sote ni wachungaji. Lakini mchungaji mkuu ni mmoja tu. Tena sote tunaweza kuwa ni makuhani, lakini kuhani mkuu ni mmoja tu, ni Kristo Yesu. Ndio maana Petro hawezi kuchukua hata kidogo nafasi ya kuitwa mchungaji mwema. Angalia Yohana sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 4. Nayo inasema, Yesu alimwambia, amin amin na waambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye kwa mlango ni bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Haleluya. Kumbe Kristo yeye anaenda mbele, ndio maana anasema nifuate. Ile neno kusema nifuate ni kwamba natangulia nawe unanifuata. Mchungaji mwema ni yule anayetenda na kondoo zake wanamfuata. Mchungaji mwema ni yule anayetenda na waumini wake wanafuata mfano wake. Usiwe mchungaji wa kusema, mnajua mimi nitazini lakini ninyi msifanye mfano wangu. Msifuate mfano wangu. Mimi nitasema uongo lakini ninyi msifuate mfano wangu. Mimi nitaiba lakini ninyi msiibe. Huyo si mchungaji. Hastahili hata kuitwa mchungaji. Huyo ni mpotevu. Tena ni mpotezaji. Lakini kuna wachungaji wengi ambao wanasema kunywa pombe ni dhambi, lakini utawakuta katika giza vichochoroni wanakunywa.
Ukimkuta anasema basi wewe ufuate ninachokifundisha, lakini wewe usifuate mfano wangu. Yesu si hivyo. Yesu ni mfano kwetu, ndio maana yeye mwenyewe ni mchungaji mwema, na anapokuwa mchungaji mwema anataka akiita kondoo wake, kwa sababu wanamjua, wanafanya kile ambacho yeye mwenyewe anawaomba wafanye. Mchungaji kama huyo ni mchungaji ambaye anastahili kuaminiwa ikiwa atakwambia kile anachokitenda. Lakini mchungaji ambaye anakuambia kile asichokitenda, huyo si mchungaji. Na hata kama wachungaji tunaweza kujitahidi kufanya kile ambacho tunawafundisha ninyi, haiwakilishi, haimaanishi kwamba sisi tayari tunakuwa wachungaji wema. Hakuna mchungaji mwema popote duniani. Na ndiyo maana Yesu naye alipochukua vazi la mwili, alipochukua hali ya kibinadamu, mtu mmoja alimwendea na kumwambia, mwalimu mwema, nifanye jambo gani jema nipate uzima milele? Alimwambia, kwanza usiniambie habari za wema, kwa sababu ni mmoja ambaye anakuwa mwema ni Mungu. Si kwamba Yesu si mwema, lakini Yesu alipenda kumfunua baba yake duniani. Alipenda watu wanapomuona yeye kama mwanadamu asijipatie utukufu, bali ampatie baba yake utukufu. Na ilikuwa ni wajibu sasa wa baba kumtukuza yeye. Ndiyo maana baba naye alifanya kazi yake, akasema, huyu ndiye mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye, mfuate au msikilize yeye. Kumsikiliza ni kwamba yeye ni mchungaji mwema, anastahili kusikiwa. Ndiyo maana Mungu alimwambia Musa kuwa anamjua kwa jina lake. Hata taifa la Israeli aliliambia vivyo hivyo. Angalia kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 12 na mstari wa 17. Yeye Musa anamwambia Mungu hivi. Musa akamwambia Bwana, angalia wewe uliniambia, wewe waniambia. Yaani Musa ni kama vile anamkumbusha Mungu, anamwambia, angalia wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. 17. Bwana akamwambia Musa, baada ya Mungu kumwambia Musa ya kwamba ninakujua kwa jina lako, ilibidi tuangalie sasa kweli, je, na taifa lake Israeli ambalo alienda kulichukua kutoka utumwani, nalo je analijua? Kwa sababu tumejifunza ya kwamba Mungu anakujua kwanza kwa jina lako, ndiyo maana anakuchagua. Mungu anakujua kwa jina lako, ndiyo maana anakuita. Mungu anakujua kwa jina lako, ndiyo maana anakupa hata jina. Anawaita kondoo wake kwa jina. Ikiwa anawaita kondoo wake kwa jina, inabidi tuelewe ya kwamba na sisi tutaitwa kwa jina lilo hilo. Musa alijua jambo hili. Sasa tuangalie kitabu cha Isaya 45 mstari wa 3 na mstari wa 4. Nayo inasema, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Kwa ajili ya Yakobo mtumishi wangu na Israeli mteule wangu, nimekuita kwa jina lako, nimekupa jina la sifa, ijapokuwa hukunijua. Unaangalia namna gani shairi linavyosema, ninakujua kwa jina lako, nimekuita kwa lile jina lako, sasa nimekupa jina la sifa. Jina la sifa. Kumbuka alikuwa anaitwa Yakobo, na baada ya kuitwa Yakobo amepewa jina la sifa. Lile jina la sifa ambalo amepewa anaitwa Israeli. Na Mungu anasema, wewe Israeli, nimekupa jina la sifa ijapokuwa hukunijua. Na wote watakaokombolewa watapewa kila mmoja jina jipya, na hilo litakuwa ni jina la sifa. Ili jina la sifa sasa tutalipata katika Ufunuo sura ya 2 mstari wa 17. Tuangalie. Inasema, hivyo ndivyo watakavyokuwa wote ambao watakaokombolewa. Watakaokombolewa watapewa jina jipya. Na ile kupewa jina jipya si kwamba walikuwa hawana majina yao. Kama vile Mungu alivyomwambia Musa, ninakujua kwa jina lako. Kama vile Mungu alivyomwambia Israeli, ninakujua kwa jina lako, lakini nitakupa jina la sifa. Vile vile wote watakaokombolewa, kama vile msaada wa Meri
Mbinguni hakuna neno mchungaji msaada wa Merimeri. Ile haiandikwe ndani ya vitabu vya mbinguni. Hakuna kwenye wanaandika prefet des etudes fulani. Hakuna mahali ambapo wanaandika wewe ndiwe rais fulani. Mbinguni ni jina lako peke yako, lile ulilopewa na wazazi wako. Sasa utakapoingia mbinguni, Mungu atakupa jina lingine jipya ambalo litafuta lile jina la zamani na unaanza maisha mapya. Angalia kitabu cha Ufunuo sura ya 2 mstari wa 17, nayo inasema, yeye aliye na sikio na alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makanisa. Yeye ashindaye nitamupa baadhi ya mana iliyofichwa, baadhi ya mana iliyofichwa, nami nitamupa jiwe jeupe, jiwe jeupe, na juu ya jiwe hilo limeandikwa jina jipya asilolijua mtu ila yeye anayelipokea. Elewe ya kwamba utakapofika mbinguni, nitakapofika mbinguni, pambana ili ufike. Tunapewa kila mtu jiwe jeupe. Lile jiwe jeupe linaonyesha utakaso. Ni kana kwamba haujawahi kufanya dhambi, sijawahi kufanya dhambi. Ndio maana ikiwa wewe ni mwenye dhambi, hata kama unasumbuka na dhambi zako, usiseme sababu ya dhambi zangu nyingi Bwana hata nipokea. Yeye anakuwa na mamlaka na uwezo wa kukupokea namna ulivyo mwenye dhambi, na anasafisha hiyo dhambi yako mpaka unakuwa mweupe kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Ndio maana wote watakaofika mbinguni wataitwa kwamba ni mabikira na hawajawahi kutenda dhambi. Ni kwamba Mungu amesamehe na ametupa, amesahau. Ile neno kusahau ni kwamba ni kuachilia kana kwamba haijawahi kuonekana. Na wakati ambapo tunafika huko, kila mmoja anapewa jiwe jeupe, na lile jiwe jeupe juu yake kuna jina jipya. Yeye mwenyewe ndiye atakayelijua lile jina. Sasa nini kitakachotokea baadaye? Kulingana na aya hizo ambazo tumekwisha kuzisoma huko juu, zile ambazo tumezisoma zote zinaonyesha wazi ya kwamba kumbe Petro kuitwa Petro, Mungu alipenda amondolee lile jina la zamani linaloitwa Simoni na amuite Petro, ambayo ni jina la sifa, jina jipya au jiwe. Kumbe kuitwa jiwe ni jina la sifa katika kanisa la Mungu. Kila mara hautakuta mahali fulani wanaandika eti hapa ni barua ya Simoni. Bali wanasemeka ni barua ya kwanza ya Petro, barua ya pili ya Petro. Kwa sababu hilo jina la Petro ndilo lilikuwa jina la sifa. Na sasa vile vile Kristo naye ambaye alikuwa anatujua sisi kama watumishi wake, anatujua sisi kama kondoo wake, anatupatia majina, ahadi ya majina tutakayopewa tutakapofika mbinguni. Ninaamini ya kwamba tayari umenielewa. Petro yeye ndiye jiwe. Petro si mwamba. Ikiwa Mungu anakupatia jina jipya, elewa ya kwamba anataka akujulishe kusudi alilo nalo kwako. Kwa nini alikamata jina la Abrahamu akamuita Abrahamu au Ibrahimu? Kwa nini Sarai akageuzwa kuwa Sara? Kwa nini Adamu mwenyewe alimuita mkewe Eva au Hawa? Kwa nini yule aliyekuwa Yakobo akaitwa Israeli? Hayo yote ina maana yake. Mungu habadili jina kwa bure, ana maana yake. Kumbe Mungu akikupa jina jipya anataka kukujulisha ni kusudi gani alilo nalo nawe, na usiende kando ya lile kusudi, usiende mbali na maana ya jina lako. Ninakumbuka baba yangu alipokuwa bado hai, kwa sababu tayari amelala, nilimuuliza, kwa nini uliniita jina la msaada? Akasema, nilikuita jina la msaada ili kile kitakachonishinda mimi ukichukue wewe. Na ni kweli, nimeangalia katika njia nyingi alizozipitia baba, nimepitia nami. Katika matatizo alikutana nayo baba, nimekutana nayo. Katika majukumu aliyokuwa nayo baba, nimeyapata na yeye na mimi. Na hii inaonyesha wazi ya kwamba kumbe lile jina kweli lina maana yake juu yangu. Na mpaka leo familia aliyokuwa nayo ya watoto wote 11 amenikabidhi mimi, akalala. Unaona ya kwamba ile jina linaendelea kutenda kazi yake. Kumbe usicheze na mpango wa jina. Ndio maana ninyi wa mama na wa baba ambao mnawapanga watoto Yalala, mnampanga mtoto Tabu,
Unampanga jina mtoto Machozi, unampanga jina mtoto yeye ndiye Masumbuko. Pale unamtakia mtoto nini? Wengine wanapanga mtoto jina lake Kimavi. Ninakumbuka mwaka wa 2000 na 1999 1988 1888 nilikuwa nasoma na mtoto mmoja, kijana mmoja mwenye miaka 17 na mimi nilikuwa na miaka 14, lakini yeye tulikuwa darasa moja, tena darasa la 4 la msingi, na alikuwa anaitwa Kimavi. Na kweli ndiye ambaye alipata % 8 katika, yani wanaproklame, wanaitia alama, yeye ana 8%. Ni kwa sababu baba yake alimuita Kimavi na kweli akawa akili kama mavi. Ni kwamba ukiwaita watoto wako majina mabaya, hata mama ninyi mnapokuwa mnakasirika, acha kumuita mtoto toka pale wewe pumbavu, kiwelewele, machafu. Kama unamuita mtoto wako wewe huna mashavu, toka pale wewe. Majina yote tutakayowaandika watoto wetu yataendelea na yatafanya mambo fulani juu ya maisha yao. Ndio maana utakuta mtu anaitwa Vumilia na ataolewa na mume atamtesa, na baadaye anaolewa na mwingine anamtesa, anaolewa na mwingine, basi anaendelea kuwa hivi. Ninakumbuka nilimjua mama mmoja ambaye alikuwa anaitwa kwa jina la Vumilia, akaolewa na mwanaume ambaye anaitwa Masumbuko. Na wakati kila mara wanapokuwa wakikorogana, wanapokuwa wanaitwa ndani majina ndani ya kanisa, mama wanamuita Vumilia Masumbuko, anasema abe ha. Yani jina lenyewe la mume wake vinaendelezana na inakuwa umusemwa usio stahili. Na hii inabidi tuende mbinguni ili tupewe jina jipya. Sasa je, ni Petro mwenyewe ndiye anayeitwa jiwe? Kumbe ikiwa utaitwa na Kristo, pale pale unakuwa kwanza mwenyewe unakubaliwa kwa wokovu, lakini pia na wewe unakuwa mshirika wa Kristo kwa kuwaokoa binadamu wenzako. Ndio maana unaitwa Petro, kusudi uwakokote wengine, uwaungamanishe na wewe mwende nyote kwa Kristo. Kitabu cha Wagalatia sura yake ni ya 3 mstari wa 27 na 28 inasema, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mtu mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu. Kumbe Kristo Yesu ndiye anayetuunganisha. Wewe jiwe la kutoka Ulaya, mimi jiwe la kutoka Afrika, mwingine jiwe la kutoka Marekani, mwingine jiwe la kutoka Oceania, mwingine jiwe la kutoka bara yoyote ile, kama ni ya Asia. Tunapoungana nafasi moja, tunamkubali Kristo, pale pale tunajenga. Unaona, tunajenga, tunaungamanishwa vema na Kristo, tunakuwa ndugu. Ukiona watu ambao wanabaguana sababu ya makabila yao, wale hawajamkubali Kristo. Ukiona watu ambao wanapigana na kuchinjana na kuuana kwa sababu ya nchi zao, wale hawajamkubali Kristo. Lakini wewe unayejua mahali ambapo unaenda na umemwamini nani, uungamanishwe na yeyote yule, awe na rangi kama yako au lugha kama yako au la, yule anakuwa mwenzako na nyote ni mawe. Na sasa anasema mmekuwa mmoja katika Kristo. Ndiyo maana Roho Mtakatifu alipotolewa kwa wanafunzi wake, mmoja alipata na mwingine akapata. Hakuna aliyepata Roho Mtakatifu na mwingine akakosa. Wote walijazwa naye, na ikiwa wote walijazwa naye, hakubagua mmoja eti wewe sitakutumia kwa sababu wewe ni mwanamke, wewe sitakutumia kwa sababu wewe ni mwanamume, wewe sitakutumia kwa sababu wewe ni mfupi wala mrefu, wewe sitakutumia kwa sababu wewe ni mweusi wala mweupe. Yeye aliwatumia wote. Na hapa ndipo tutakapoishia katika siku ya leo, tunapokuwa katika sehemu hii ya 3 ya Petro kukabidhiwa funguo. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4 inasema, hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Ni Roho ndiye aliyewajalia watamke. Roho ndiye aliyewashukia wote. Roho ndiye aliyewapatia uwezo wa kuitwa wale ambao wanaitwa leo mitume, wahubiri, wanafunzi. Ili hayo majina yote ni Roho Mtakatifu aliyesema hivyo. Mimi na wewe tukibatizwa katika imani moja, Roho Mtakatifu atatufanya kuwa mawe. Roho Mtakatifu atatupatia vipaji vyake na atatutumia sote. Kuwa tayari sasa
kufuata sehemu ya 4, tuangalie, kwa kuwa leo tumejua ya kwamba Petro si mwamba bali Petro ni Petros, yaani jiwe ndogo. Na yeye si peke yake. Wanafunzi wote wa Yesu Kristo wanaitwa mawe, si Petro peke yake. Elewa ya kwamba kama Petro alikuwa anaitwa Simoni akaitwa jiwe, si kwamba kwa sababu walitaja ile jina juu yake ni yeye peke aliye jiwe. Wanafunzi wote wa Kristo wanaitwa mawe. Na wewe unayeniangalia, ukimkubali Kristo leo utaitwa jiwe. Mimi ninaye kuzungumzia ninaitwa jiwe. Angalia Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5. Tumuulize yeye mwenyewe ambaye alipewa lile jina, tuone kama anajikunjia au anajifungilia kwa lile jina peke yake. Sisi hapana. Sikiliza, Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 5 inasema, ninyi nanyi, haleluya, kama mawe yaliyo hai mumejengwa muwe nyumba ya roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa njia ya Yesu Kristo. Kumbe kama naona mkubali Yesu Kristo, Petro anasema si mimi peke yangu nitakayebaki kuwa Petro, na ninyi mnakuwa mawe yaliyo hai. Kumbuka Petro aliambiwa utaitwa Petro, lakini hakuitwa utaitwa Petro lililo hai. Aliendelea kuwa jiwe lililo hai hapo wanapokubali kukaa pamoja na Kristo au ndani ya Kristo. Kukaa pamoja na Kristo au kukaa ndani ya Kristo. Hapa sasa, kulingana na hili ambalo Petro ametuambia mwenyewe, inaonyesha wazi ya kwamba kumbe yeye Petro, wewe unayenitazama, wewe Petro, mimi ninayekuzungumzia mimi Petro, wote watakao muamini Kristo wao mapetro, tutaungana nafasi moja, tunatengeneza nyumba inayoitwa nyumba ya Mungu, ndiyo kanisa lake. Ndio maana tunaitwa sote ni ndugu, na tena sote ni mawe, na jiwe moja na jingine zinapoambatana zinatengeneza ukuta. Lakini kidole kimoja kama jiwe kikiachanisha hivi hakuna ukuta, lakini vyote vikiambatanishwa, Petro anasema vinaungamanishwa. Na hapa ninakubidi inastahili upate kuvisoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 21 na 22. Paulo anaonyesha wazi ya kwamba Petro alituambia ukweli. Na Paulo anasema ya kwamba sote tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Lakini hapa anasema katika Kristo mimi na wewe tumeungamanishwa. Waefeso sura ya 2 21 hadi 22 nasema, katika yeye, yaani katika Kristo, katika yeye jengo lote linaungamanishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mumejengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Maskani ni hema takatifu. Kumbe tunaungamanishwa kwa pamoja kwa njia ya Kristo, ili mimi na wewe ambao ni mawe yaliyo hai tupate kujengwa na tuwe nyumba ya Mungu. Hii inaonyesha wazi ya kuwa Petro hakuwa na upweke wa wokovu. Mungu hakusema Petro wewe mwenyewe ndio utakayeokolewa. Sote tunaomwamini Kristo tutaokolewa. Na ikiwa tutaokolewa, wewe utakuwa jiwe na mimi nitakuwa jiwe, na Petro jiwe, kisha tunabatizwa, na tukisha kubatizwa tunakuwa jengo. Kubatizwa ili tuwe jengo inabidi tubatizwe katika imani moja. Kwa sababu huwezi kuwa jengo na mimi niwe jengo moja na wewe, wakati ambapo unakuwa si peke yake anayeitwa Petro, bali na mimi nikimwamini Kristo, yule Kristo aliyemwamini yeye, ninakuwa Petro. Na wewe ukimwamini yule Kristo aliyeaminiwa na Petro, na wewe unakuwa Petro. Yaani sote tunakuwa mawe. Sasa kwa sababu tunasambaa kila mmoja au sehemu yake, tutakokotwa na upendo wa Kristo ambao ni kama dhahabu itakayotuunganisha, ili mimi na wewe na Petro na mwingine tupate ungamanishwa vema, tufanye nyumba ya Kristo. Mungu akujalie ili uwe pamoja nami miongoni mwa wale watakaoungana katika nyumba ya Kristo, ili sote tupate kuwa jengo la Mungu, na Roho Mtakatifu akae ndani yetu atuongoze tupate kuwa mitume wa Kristo. Hebu na tuombe. Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa sababu umetukubalia tupate kujua siri hii, kwamba Petro si mwamba bali yeye ni jiwe ndogo, na sisi ni mawe madogo madogo ambao tumeungamanishwa kwa upendo wako, ili tupate kuwa jengo lililo takatifu la Roho Mtakatifu. Tuongoze kwa kipindi kinachokuwa mbele yetu, tena tupate kuelewa mengine zaidi, katika jina la Kristo Bwana wetu, amina. Asante sana. Ulikuwa naye mtumwa wako msaada wa Mary Decor. Acha Mungu atujalie tena kukutana